Maandamano ni uhalifu. Maandamano yangekuwa ni uhalifu, Mei Mosi watu wasingeandamana. Na mgeni rasmi kakaa pale. Ili iwe vurugu, ni namna ambavyo mmeshindwa kutumia mamlaka yenu na wajibu wenu kuyaratibu hayo maandamano yafanyike. Kwa mfano, ukiyaita maandamano ni vurugu, utaenda kupiga watu, utaua watu. Lakini ukijua maandamano ni haki, manake wewe uliopewa wajibu utawaambia waandamanaji wakupe taarifa ambayo sio chini ya masaa 48 maandamano yao wanataka kupitia njia gani. Na sisi Tanzania sio mara ya kwanza kufanya maandamano ya kisiasa au hata ya kijamii. Na mara zote maandamano yalipofanyika yalisimamiwa vizuri na vyombo vinavyohusika kuhakikisha kwamba wanaoandamana wanafanya maandamano yao lakini bila kuathiri watu wengine. Mifano hiyo iko ni mingi mno, nikianza kuhitaji hapa muda hautoshi. Nataka nikusomee ibara ya 20. Ibara ya 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi: kila mtu anao uhuru wa kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyika, kushirikiana na watu wengine, na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani na kuanzisha na kujiunga na vyama au mashirika yaliyoanzishwa kwa madhumuni ya kuhifadhi au kuendeleza imani au maslahi yake au maslahi mengineyo. Hiyo ni ibara ya 20 ambayo tafsiri yake maandamano yako humu yameruhusiwa. Kujieleza, watu wakijieleza wanatekwa. Ibara ya 18 imeeleza hivyo, ambako watu watakapokuwa wakiandamana beba mabango yao, ujumbe zao, wamelenga kumfikishia nani. Sasa ibara ya 18 inasema hivi: kila mtu A anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake. B anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. C anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutoingiliwa katika mawasiliano yake. Na D anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Ni ibara ya 18. Mtu anakuambia usalama. Sasa maandamano yanatakiwa kufanyikaje? Kwa kuwa serikali imeshawajua ambao wanataka kuandamana, na mimi napenda kutumia fursa hii pia kuwaelekeza, kuwapa elimu. Waende kwenye mamlaka husika kwenye maeneo yao, wapeleke utaratibu wa hayo maandamano yao, kwamba sisi wilaya ya Nachingwea tunataka kufanya maandamano, tutayafanya siku fulani, tutapita maeneo fulani, na ujumbe wetu sisi utakuwa ni huu. Na wanaotaka kuandamana hawapangiwi ujumbe, yani wao watakuwa na ujumbe wao wanaotaka wao, iwe ni katiba iwe ni nini, watajua wenyewe. Na sisi ujumbe wetu tutataka tumfikishie nani, kama ni mkuu wa mkoa, ni mkuu wa wilaya, ni nani. Sasa polisi, ili kuwalinda hao lakini pia kuwazuia watu wengine wasiokuwa na maslahi na yale maandamano wasije wakaumiza hao wanaoandamana, polisi sasa wanatoa ulinzi. Ndio maana ya kutoa huo utaratibu. Na haya yakifanyika, na kuambia nchi inaendelea kuwa salama na inaendelea kuwa moja. Yakifanyika hayo, waandamanaji waende wakatoe taarifa kwa polisi, waende wakapeleke hiyo taarifa ikiwa ina maelezo ya kutosha, ujumbe wa maandamano, njia ya maandamano itakayopitia, hayo maandamano yanahusu kitu gani, wanataka kwenda kumuona nani, mwisho wa siku ndo apokee huo ujumbe wao. Anayetakiwa kupokea ataenda kupokea. Kama ni uwanja wa Taifa pale, atakaa na wasubiri, wataambiwa tupitieni. Tibaigana alikuwa anafanya hivyo, anawaambia pitieni hii njia huku, msipite hapa Kariakoo, Msimbazi. Hapa kuna watu wanafanya biashara zao, mtakuja kuwasababishia usumbufu watu wengine. Kwa sababu Marwa, sio kila mtu anataka maandamano hapa kwenye hii nchi, sio kila mtu. Lakini kama wewe unafanya biashara ambayo ni haki yako, haina maana anayetaka kuandamana hana haki ya kuandamana. Wewe andamana upande wako, na huyu naye afanye biashara upande wake. Sasa kama yeye anatumia muda wake mwingi kwenda kuandamana, atakosa chakula, atakufa na njaa, hiyo ni shauri yake, muache aende akaandamana. Lakini kisingizio cha kwamba maandamano ni vurugu, hiyo sio ukweli. Sio ukweli. Mikutano ya hadhara inaonekana inahubiri chuki na uchochezi. Ndio moja kati ya sababu ambazo zilitumika
kuipiga marufuku. Wewe umesikia baadhi ya mikutano ndani ya nchi yanayohudhuriwa yana mauti, uchochezi na chuki? Wanaosema hivyo kwanza hawana mamlaka. Kama wanaohubiri, kama wanaofanya mikutano ya hadhara ya kisiasa ni vyama vya siasa, tunao sheria sisi ya vyama vya siasa sura 258, na tunaye msajili wa vyama vya siasa, ana mamlaka kukifuta chama chochote kinachokwenda nje ya sheria. Ukiwa chama cha siasa una uhuru wa moja kwa moja, absolute freedom ya kuvunja sheria. Kwanza hakuna haki ya kuvunja sheria. Sasa paka hapa tunapozungumza, ulishasikia msajili wa vyama vya siasa amewaonya Chadema kwamba wamevunja amani? Kuna sehemu ulishasikia? Lakini kama ushahidi upo kwamba hawa wanaleta vurugu, wanataka kupindua nchi, wanataka kupindua serikali, au wanataka kufanya vurugu ya aina yoyote, msajili ana mamlaka kukifuta Chadema au chama kingine cha aina hiyo. Yaani sifa ya chama cha siasa ili kiweze kupata usajili wa kudumu ni lazima kiwe ni chama kinachokuja kuhubiri amani hapa, haki, usalama na mambo mengine hayo kwa ustawi wa nchi. Yaani kwa kifupi, chama cha siasa ili kisajiliwe kifanye kazi yake ya siasa lazima kiwe ni kichocheo cha ustawi wa nchi. Sasa mimi na wewe ni mashahidi. Kwanza, kuhubiri kuvunja amani ni kosa la jinai. Ulishasikia kuna mtu amekamatwa tangu mikutano imeanza? Na inalindwa ile na polisi wako pale wanarekodi. Hakuna mtu kakamatwa hata mmoja. Kuhubiri, yani usimame pale useme hey, mimi tutavunja amani. Yani kabla hujashuka ulishakamatwa. Sasa hakuna mtu amekamatwa. Hakuna chama kimefutwa kwa sababu kimevunja amani. Mtu anakuja kukuambia bana hiyo mikutano yenu hiyo inasababisha, inahubiri chuki, itavunja amani. Huko ni kuingiza polisi kwenye siasa. Mimi CCM nampenda sana mtu mmoja. Kenan Kiongosi. Kenan Kiongosi ni katibu mwenezi, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Anafanya siasa. Ndio maana Chadema wakitoka Ruvuma na yeye kesho anaenda Ruvuma. Wakihubiri uongo yeye anaenda kuhubiri ukweli. Ndio siasa. Mimi naamini kama kweli kuna watu wanahubiri vurugu, kuna watu wanahubiri uvunjifu wa amani, wakamatwe hao watu. Na mimi sitaenda kuwatetea, hata kama watanilipa shilingi ngapi siwezi kwenda kuwatetea watu wa hivyo. Kwa sababu amani ikivunjika wote tunakuwa kwenye shida. Lakini ili jambo lisichukuliwe kiujumla jumla tu, liingizwe aliyekuwemo asiyekuwemo wote wanaingizwa kwenye kapu moja. Hiyo haikubaliki, sio sawa. Ni kutokuwatendea watu haki. Watu wa usalama wamefundishwa kazi yao, wanaifanya vizuri kwa weledi na wameifanya kwa miaka yote, ndio maana nchi iko hapa ilipo. Wao wafanye kazi yao tu huko. Na wanaofanya siasa wafanye siasa. Wajibizane. Waziri wa mambo ya ndani ni mwanasiasa. Kama anaona hawezi kuwajibu Chadema na vyama vingine, atafute kitu kingine, wafute hii katiba. Tubaki kwenye mfumo wa chama kimoja, inawezekana wakaifuta hii katiba. Lakini kusema usalama, kila kitu kigusa usalama. Ukitafuta unaambia nchi usalama, amani na utulivu. Sasa nakaa unajiuliza, hii amani ni lini? Nimeshaeleza kwa kirefu sana hapo mwanzoni kwamba usalama maana yake nini kwa mujibu wa hii katiba. Na mimi naomba huu mjadala uwe endelevu. Tukutane watu kadhaa wenye mawazo tofauti, elimu na uzoefu tofauti, tulijadili hili jambo kwa mustakabali mpana wa nchi yetu. Nchi haiwezi kuendeshwa kipolisi. Hii nchi ni ya kiraia. Ndio maana tumefanya uchaguzi mwaka jana. Alafu tunasema hatuwezi kuingiliwa kidemokrasia, sisi ni nchi ambayo tunajua demokrasia. Sasa si watu wafanye siasa, waruhusiwe wafanye mikutano yao. Kiongozi ameomba mdahalo na Lema, kaomba mdahalo na Sugu, ameomba mdahalo na Heche. Hiyo ndio siasa sasa, wapewe mdahalo pale. Lakini mdahalo kama haupo, kwa sababu mdahalo na wenyewe kuandaa ni gharama, kila mtu afanye siasa zake huko mtaani kama sheria inavyoruhusu. Wakipita Mwanza na wewe kesho nenda Shinyanga, kaeleze. Wakiongea uongo ongea ukweli. Wakihubiri chuki wahubiri amani, ili watu wakufuate wewe unayehubiri amani. Kwa sababu hamna Mtanzania mjinga ataenda kujiunga na chama kinachohubiri vurugu. Watanzania sio wajinga kiasi hicho. Yaani wewe unaona nyomi ile ya Chadema ile. Nyomi inajaa kabisa wanasema. Mle kuna wasomi, kuna watu wenye akili zao timamu, kuna watu wazima, kuna wazee, kuna watu wana busara.
Yaani waende wakasikilize mambo ya kipumbavu. Yaani wangesikiliza mkutano mmoja tu wakagundua kuna vurugu humu, hamna mtu angeenda pale. Hakuna mtu angeenda pale kusikiliza ile. Lakini wameenda Ruvuma nyomi, wameenda Kigoma nyomi, wameenda sijui Ruvuma nyomi, wameenda Lindi watu wamejaa. Alafu ndio anakuambia wanahubiria chuki. Wakamateni. Wafungulieni mashtaka. Si nchi inaendeshwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Nchi inaendeshwa kidemokrasia. Niisome ibara ya 3 labda pengine watu hawajui. Ibara ya 3 hapa. Ibara ya 3. Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Katiba ndio inasema hivyo. Ni nchi ya kidemokrasia, sio nchi ya kipolisi. Polisi ni walinzi tu, waende wakalinde huko watu. Na wamepewa mbinu zote. Juzi hapa nashukuru kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania serikali ilipitisha bajeti kubwa sana ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Imeliwezesha jeshi kivifaa, kimasilahi, polisi wanalipwa vizuri saizi, wana magari mazuri, wana vitendea kazi vya kisasa, ambapo lengo ni kuwawezesha sasa wagundue hao wapumbavu wanaoleta uvunjifu wa amani hapa nchini kwetu ni kina nani. Hii kauli ya kwamba hapa usalama haupo ikiendelea kuhubiriwa hivi kwa maslahi ya muda mfupi ya kisiasa yatatuathiri kiuchumi. Hakuna mwekezaji anakuja kwenye nchi ambayo usalama haupo, na mamlaka ndio zinasema hivyo tena ndani ya bunge kwamba hamna usalama. Hakuna mtalii anakuja hapa katika nchi ambayo hakuna. Ushakuona mtalii anaenda kutalii Kongo? Ushakuona kuna mtalii yote kafunga safari katoka Ulaya anaenda Kongo kutalii vita? Hakuna mtalii wa hivyo. Lakini tunajivunia hapa kwamba utalii ni moja kati ya vyanzo vya mapato katika pato la taifa, kwa sababu watu wanakuja kuangalia vivutio vilivyopo na kwa sababu wamehakikishiwa usalama. Mimi naisi sana serikali na kisi Chama cha Mapinduzi wafanye siasa. Kufikia hapo tumehitimisha mazungumzo yetu na asante sana.